Baba zangu wamezaliwa hapa Inyonga, wamefia hapa. Mimi mpaka hivi sasa kero yangu, serikali ya kijiji walichukua eneo langu pamoja na wananchi wengine, walichukua eneo la heka 150 na eneo langu likiwemo katika heka hizo 150. Lini hiyo? Kipindi hicho mimi nilikuwa nimepata kazi UN. Nikaenda kufanya kazi wakati wa utu wanarejea kwenda Burundi. Mwaka 2009 ndio nilipata kazi UN. Nimeliacha shamba liko salama, lile shamba langu. Kufikia mwaka 2015 nilipokuja, baada ya kuwa wale wa utu walipata uraia, tukawa tumefunga makambi, nikawa nimekuja kukuta watu wanalima kwenye shamba langu. Baada ya kuwauliza wakasema tumeuziwa na serikali ya kijiji. Ilibidi mimi nifuatilie mpaka kwa watendaji, tukiwa na mwenyekiti wa kitongoji ambaye alikuwa anaitwa nani huyo mwenyekiti wa kitongoji. Baada ya hapo ilibidi, baada ya kufuatilia hawakunipa majibu, wakawa wanizungusha tu. Baadaye akawa amekuja Makonda Mpanda, katibu wa chama wa taifa. Ndipo nililalamika malalamiko yangu, wakiwepo mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya, wote viongozi walikuwepo, ma-OCD walikuwepo, katibu wa chama alikuwepo. Nilitoa maelezo yangu ya malalamiko yangu, katibu huyu Makonda akawakabidhi mkuu wa mkoa na katibu wa mkoa na mkuu wa wilaya na mkurugenzi wa wilaya. Hilo shamba liko wapi? Hilo shamba liko hapa Inyonga. Mwenyekiti wa kijiji yuko wapi? Mwenyekiti wa kijiji hapa? Na mheshimiwa diwani yuko wapi? Mwenyekiti wa kijiji? Diwani wa hapa mjini yuko wapi? Hebu tuambie bwana, wewe ni mpya au wa zamani? Wewe ni wa zamani. Hili jambo la mzee unalijua? Wewe najua ni mwakilishi, lakini tunajua wawakilishi wa wananchi ndio sikio la kero za wananchi. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mwenyekiti wa kijiji umefika? Hebu Mheshimiwa diwani, kama unalifahamu hili jambo. Swala hili nalifahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naam. Na tumelifanyia kazi. Likoje? Ngazi zote ambazo wamepita, limefika mahala hakuna uhalali wa eneo hilo analodai kwamba ni la kwake kuwa ni la kwake, na wenye maeneo wamekabidhiwa. Ameanza kwenye mabaraza ya ardhi ya kata, hukumu ikatolewa, hakuwa na uhalali kwamba eneo hilo ni la watu wengine, wenye eneo wakapewa, kama alivyoeleza wakati wa ziara za Mheshimiwa Makonda akiwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, alilifikisha huko, akakabidhiwa mkoani, tukaja hapa. Mimi kama diwani wa eneo husika, lakini pia mwenyekiti wa halmashauri, nilituma wataalamu wa ardhi kwenda kwenye eneo lile. Alishindwa kuthibitisha. Swala hili likapelekwa baraza la ardhi la kata, likatolewa maamuzi, akakata rufaa baada ya kuonekana hakuwa na haki. Akaenda baraza la ardhi la wilaya. Baraza la ardhi la wilaya nalo baada ya kujiridhisha limetoa hukumu, wenye maeneo wamepewa na wakapewa ruksa ya kuendelea kutekeleza majukumu yao kwenye eneo hilo. Lakini mara ya mwisho baada ya hukumu hiyo ya baraza la ardhi la wilaya, bado mlalamikaji alikwenda kule tena, wale ambao walikuwa wamemshinda kesi aliwazulia kesi ya kwamba anamtishia kumuua. Wamepelekwa mahakamani na mahakama ya mwanzo imetoa hukumu kama wiki 3 au 4 zilizopita. Kwa hiyo maeneo anayolalamikia Mheshimiwa Waziri Mkuu tumeyafanyia kazi, kuanzia ngazi ya kata imekwenda mpaka baraza la ardhi la nyumba la wilaya, nao wamejiridhisha kwamba malalamiko yake ameshindwa kuthibitisha uhalali wa kwamba hayo maeneo ni ya kwake. Kwanza asante Mheshimiwa diwani kwa kuwa umefuatilia hizo hatua kwa hatua. Ndio. Mimi ni mshauri ndugu yangu, nani jina? Kakoto. Sasa ndugu Julius, iko hivi, taratibu za masuala haya ya kisheria
uamuzi wa kisheria haufutwi kwa maelekezo. Tumejiwekea utaratibu wa kisheria ili kuweza kuviachia vyombo vinavyopima masuala haya ya sheria viweze kuhukumu. Hebu mpatie anayefuatia. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi aliyekupa kibali leo kufika hapa wilayani petu na tuonane ana kwa ana niwemo kuona. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nina changamoto, nimenyang'anywa eneo langu shamba. Nani kakunyang'anya? Ninyang'anywa na mheshimiwa anaitwa George Shambwe. George yuko wapi? George Shambwe yuko Dar es Salaam, lakini wewe ndo familia yake. Wewe ndo Zakaria? Mie Emmanuel. Emmanuel Savika. Shamba hilo liko wapi? Shamba lipo hapa Inyonga, kijiji cha Kalovya. Wewe una nyaraka zake? Ile shamba mimi nyaraka sina. Sikiliza historia yake. Tuambie baba. Hilo shamba lilikuwa ni la wahenga, babu zangu na bibi. Babu akafariki, akabaki bibi na hawakubahatika kupata mtoto. Bibi kabaki, familia akasema aendelee tu kulima. Akaendelea kulima bibi akazeeka sana. Nikamchukua nikaanza nikamtunza. Hatimaye naye akaitwa na Mungu. Aliitwa na Mungu, tukamsindikiza, tukamhifadhi. Familia ikaketi kumaliza msiba na kutoa mirathi. Mimi ndiyo kula ikaniangukia kunipa mirathi ya bibi, wakanikabidhi nyumba na shamba, ndo rasilimali hizo. Sasa walipokukabidhi waliandika mirathi baba za kimila? Hatupewi maandiko, wanakukabidhi tu, wanakutawaza. Nani anayejua kuwa ulikabidhiwa? Ndugu zangu wapo. Sijui hapa kama wapo. Haya, mkuu wa wilaya, hebu utaitisha hao ndugu, itisha hao ndugu. Ni kweli mashamba ya vijijini huwa tunaaminiana hivyo, kabidhiana vijijini, mambo yetu ya vijijini huwa tunakabidhiana, lakini mara nyingi wanakuepo watu wanaoshuhudia tukio linavyoendelea. Si ndio hivyo Sasa kwa sababu hapa hawapo hao, tutakuwa hatujafanya vizuri tukilitolea uamuzi hapa. Mimi ni muombe ndugu yangu huyu aridhie mkuu wa wilaya, kwa sababu yuko hapa, yeye atawaandaa wale walioshuhudia, amuitishe na mwingine huyo ambaye analalamikiwa, ili jambo liweze kufika mwisho.